Naam mtazamaji wa Kawabe Media, karibu kwenye mbilinge za kimichezo. Mbele yako ni shabiki wa Simba Sport Club na mwanachama Wakili Msomi. Wakili kwema? Bwana kwema, mambo vipi? Mungu asaidia. Kama kawaida. Wakili, tuanze hapa. Kuna taarifa ambayo inatambaa sana mtandaoni juu ya udhamini wa vilabu FIFA. Kuna baadhi ya mechi wanataka zifanyiwe uchunguzi, kuna viashiria vya rushwa na udhamini. Tuanzie hapo Wakili Msomi. Hili ulitegemea wewe mpaka FIFA wenyewe wanaamua kupenyeza watu kwanza kuchunguza? Kama limeshindikana hapa kwetu, basi kuna haja ya kufanya hivyo. Kwa sababu vinavyoendelea ni tofauti na taratibu za mpira wa miguu. Kwa hivyo sisi kama watu wa kawaida tu huku Ulaiani, tunaona kama wenye mpira wao hawalioni. Basi kuna haja hiyo ya FIFA kuja na kutia mkono wao. Kwa asilimia kubwa viashiria vingi sana vipo vya upotoshaji au uvunjifu wa amani kwenye mpira wa miguu. Vipo na wewe Akili unakili kuviona hiyo viashiria? Vingi sana, vingi sana. Hususani kama hapo ulipogusa udhamini wa timu 8. Wewe umeona ligi gani inadhaminiwa hivyo? Yaani mdhamini mmoja akadhamini vilabu 8 kwenye ligi hiyo moja. Wewe umeona nchi gani nyingine? Ukiondoa hapa nitajie kwamba nimeenda hapa bara Afrika, nimeenda hapa Misri, ligi namba 1, labda kuna mdhamini kadhamini vilabu 4. Sijui umeelewa? Nimeenda labda Saudi, kuna mdhamini kadhamini vilabu 4. Hakuna hicho kitu. Alafu sasa udhamini bado huyo ni mwekezaji au mfadhili kwenye moja ya vilabu vinavyogombea ubingwa, moja ya vilabu vikubwa. Wewe unategemea hapo kuna fair inakuwa ipo hapo? Haipo kabisa. Kwa hiyo kama FIFA wameliona hili, wachukulia hatua, na wakiwakuta na hatia waondoe tu kwenye mpira, waondoe kwenye mpira. Sasa tutafanyaje kama mchezo wa mpira sio mchezo wa kihuni? Sio mchezo wa kihuni. Kwa hiyo kama uhuni unaletwa, kuna wahuni wanakuja wanaingizia uhuni, waondoe ili tunaopenda tubaki salama. Sababu wewe inakuaje? Inakuaje kwamba wewe udhamini vilabu 8? Wewe kwa ni sawa sawa? Watu walisema anaongeza nguvu kwenye vilabu ambavyo havina uwezo, anaviongezea nguvu, na tunaona hata kwa vilabu ambavyo vina uwezo sasa hivi kidogo kifedha, kimsuli ya kiuchumi kidogo vina at least sio kama zamani. Nia na madhumuni watu wanasema anaongeza nguvu na anafanya vizuri sana. Hapana. Umeona, ukizungumzia swala la kuongeza nguvu, Azam Media imeviongezea nguvu vilabu hapa, unapata picha. Azam Media sijui unanielewa? Nakuelewa. Nikimzungumzia Azam Media, anatoa hela kwa kila klabu ya ligi kuu Tanzania bara, sawa? Amedhamini. Sasa huyu Azam, je, ana klabu anayoisimamia moja kwa moja? Anayoisimamia kama Azam Media, ana klabu anayoisimamia moja kwa moja? Kama ingekuwepo, manake tungemdoubt kwamba mbona Azam Media anamiliki klabu hii. Umeelewa? Wasije wakajichanganya wakasema Azam FC inamilikiwa na Azam Media. Ni tofauti. Vitu vili tofauti kabisa. Sio Abdalla kumuita Duli. Sio kweli. Hakuna kabisa uhusiano. Na ndio maana unaona Azam FC ina wadhamini wake, ina CEO wake, ina watendaji wake, sawa? Hii ni Azam FC. Lakini Azam Media ina CEO wake. Azam nini ina CEO wake. Yaani ni vitu tofauti. Kama vibranch vipo. Lakini ukija kwa huyu tunaomsema kwamba GSM, kwanza picha linaanza wiki ya wananchi, anaahidi Yanga bingwa. Wiki ya wananchi. Ushawahi kumuona Azam Media ameenda kwa ahidi Azam bingwa? Labda kutokana na kikosi. Ushawahi kumuona kwenye matukio ya Azam FC? Hapana. Ndio utofauti ulipo hapo. Yanga bingwa. Yanga bingwa. Kwenye matukio yote makubwa ya Yanga, mpaka ya kununua wachezaji, GSM ndio yuko mbele. Ndio anaihudumu Yanga usiku na mchana. Sasa inapotokea kwamba huyu GSM, yani ninachokizungumzia hapa, unaona GSM amevaa Yanga, unaona GSM amevaa Pamba, unaona GSM amevaa Namungo, unaona GSM amevaa Dodoma Jiji, unaona GSM. Sasa huu utaratibu umeiona Azam Media imevaliwa na nani? Naona Azam Max tu. Azam Max. Huyo ni mtu mwingine. Kwa hiyo bado humkuti huyu Azam Max kwa Dodoma Jiji.
humkuti. Si ndio maana yake? Yupo Namungo tu. Umeona yupo Namungo tu. Kwa hiyo ni utofauti wa GSM na hao wengine. Azam mwenyewe pia. Umeelewa? Ni kuna utofauti mkubwa sana ambao upo duniani kote, hakuna hiki kitu. Unaona mfano Uingereza, Fly Emirates ni Arsenal tu. Sawa? Huwezi kumkuta mwingine. Umeona? Lakini ukitoka Uingereza, ukienda Ujerumani unaweza kumpata. Ukitoka Ujerumani ukienda Ufaransa unaweza kumpata. Huwezi kumkuta ndani ya Ujerumani kwenye ligi ya Bundes wako watatu wanavaa Fly Emirates, huwezi kukuta. Kwa hiyo kwenye swala hilo kumzungumzia kwa mfano dhamini wa mtu kama hiyo Fly Emirates, wanaongelea je, na ili nao kwa mfano wanakutana UEFA pale, singekuwa kuna changamoto na lenyewe kama mnakosemea kwa swala la udhamini, timu hizi zinaenda kukutana kwenye mashindano nafikiri ya msimu huu UEFA kuna klabu inamilikiwa na matajiri na tajiri mmoja, kuna vilabu viwili. Moja imeondolewa. Sijui mnakumbuka? Moja imeondolewa sio kwa bahati mbaya, kwa sababu ya fair competition. Yaani kusiwepo na upangaji wa matokeo. Imeondolewa. Sio kwa bahati mbaya. Uwekezaji haukataliwi. Ni uwekezaji wa aina gani? Au Yanga na yeye si bora, ndio maana anapata matokeo kwa hawa dogo zake ambao wamezaminiwa nao. Yeye si bora. Unajua hapa ndio kuna utofauti. Sawa kuna utofauti mkubwa sana. Yanga ni bora kwenye maeneo gani? Ndani ya wachezaji, quality ya wachezaji. Wewe unaamini kwamba Yanga ina quality ya wachezaji? Kwa jicho naamini Yanga ana quality bora wachezaji. Kwa jicho naamini Yanga ana quality bora wachezaji. Unaamini? Ila kwa utendaji? Hata kwa utendaji pia wakili. Unaamini? Kwa sababu Pacome ukienda kumlinganisha na Ali Msengi ni vitu tofauti. Pacome na Ali Msengi. Huyu Pacome ni bora zaidi ya Ali Msengi. Lakini Pacome huwezi kumkuta bora zaidi ya wachezaji bora. Kamtafute Pacome, kamchukue sasa. Pacome, namba za Pacome zilete kwa Chazi ya Ho. Anaweza kuwa bora mbele ya Chazi ya Ho? Pacome? Anaweza kuwa bora useme ni bora kinamba au kinini? Kwani mchezaji anaangaliwa nini? Kinamba au huwa yuko juu ya. Kwa hiyo hawa ni bora kuliko Pacome. Kinamba. Kwa hiyo kinini labda tumweke kinini ndio awe bora. Labda unavyotaka wewe. Kinini awe bora. Uchezaji uwanjani. Sasa uchezaji si ndio unakupa namba zako uwanjani? Namba unaweza kuzipata tu kama ukiwa umelala nyumbani. Uwanjani mule unapata namba. Sasa kwa penalty zile. Hapa tunaongelea wachezaji wa mpira. Pacome na hao wote namba zao zinapatikana uwanjani. Ndio maana nakuuliza. Hizo namba nani zinampa ubora kati ya Chazi ya Ho na Pacome? Chazi ya Ho ni mzuri kwenye Chazi ni bora kuliko Pacome. Sio performance. Ni namba, kamzidi namba. Namba zinatokana na nini? Namba zinatokana na nini? Na utendaji wako wa majukumu. Sio performance ya uwanjani. Kuna utendaji na performance. Utendaji na performance. Kwa Pacome, hebu nipe utofauti wa hiyo performance na utendaji. Pacome anatimiza majukumu yake kwa 100%. Na extra anakupa Pacome huyo. Ila Ahoa na nyinyi mko mnampigia kelele, hawezi kutengeneza nafasi. Kwa ile majukumu yake alikuwa atimizi. Jinchazi? Kaka. Hebu niwaombee radhi walompigia kelele. Akiwemo Jemedari Saidi. Mchambuzi mkubwa kabisa, lakini alikuwa anamkataa Jinchazi hao kwamba anacheza kilegelege. Shughuli ameiona au hao wanaopiga kelele shughuli wameiona. Tumemkosa tu mechi na Mashujaa. Unaona kitu ambacho kilichokuwa kinatuchelewesha? Tumeona. Uliangalia mpira? Amekosekana tu ni Jinchazi. Yule ni jini wa Simba. Haonekani, akionekana anafanya tukio. Na hilo tukio linakuwa lina maana. Sasa kama mmezoea kwamba kumuona kama Chama, kama Pacome ndio wao sasa. Sijui unanielewa? Ndio labda mnatofautisha hapo. Ukimwangalia Pacome au ukimwangalia Chama, huwezi kuvutiwa na Jinchazi. Hata kidogo. Ila sasa ukienda kwenye namba, wote wanapigwa chini. Leo na mchezo tumalize na hili. Na mchezo dhidi ya JKT Tanzania. Kuna baadhi ya shabiki wa Simba Sport Club walisema kuwa leo Simba na JKT Tanzania kulwa na Doto. Maana yake Jemedali ipo kule atawarahisishia mchezo. Kulwa na Doto Simba aje JKT Tanzania. Si Jemedali yupo. Mechi ya kwanza tumeshinda 1-0. Sijui unanielewa. Kwa hiyo utapata picha ni ugumu wa kiasi gani mechi ya leo inaenda kuchezwa na Meja Isamuyo. Sio ya kitoto wala sio ya bahati mbaya wala sio nyepesi. Ila tu Simba itapata matokeo kwa sababu sio kwa sababu yupo Jemedali, sio kwa sababu yupo mtu yote, kwa sababu ya huo ubora wa kikosi ambao unazungumzwa. Kama mchukue huyu ili ujue, mchukue huyo JKT Tanzania.
kamdondoshe na klabu yoyote ya South Africa acheze naye apate matokeo. Hawezi eh? Kwa hiyo sasa kama Simba anapata matokeo mbele ya manguli wa vilabu barani Afrika, sawa, akipata matokeo na huyu mtu tunamsema Yanga dhaifu, anapanga matokeo kwa sababu ameshindwa kupata goli moja. Umenipata? Ameshindwa kupata goli moja. Pakome yupo, Aziziki yupo, Chama yupo, Bareke yupo, Mzize yupo, sijui nikutajie nani. Sijui unanielewa? Kwa hiyo ndio maana tunasema ubora wake tuna wasiwasi nao. Leo mnaenda kuonesha pale kwa JKT. Hata kufa nyingi tu. Yaani hii mechi ya leo inachukuliwa kwa attention kubwa sana. Ila ni utofauti mkubwa sana. Kwa mechi ya leo ni tofauti na mechi iliyopita. Kwanza tulikuwa na fatiki, tumetoka kimataifa, tumechoka, safari baada ya siku 2 sherehe nini. Sasa hizi mili isha relax, inarudi kwenye utimamu wa kimwili wa uchezaji wa mpira. Leo ni kuhakikishie JKT Tanzania atatutaka ubaya, tutamtafuna mchana kweupe. Hakuna hata dakika 90 za nyongeza 5 wala 10. Atakuwa ishakufa vizuri tu. Okay, shukrani. Asante sana.